kupitia afua hii ya ufuatiliaji wa magonjwa au surveillance ya magonjwa ya mfumo ya hewa, tumeweza kutambua na kubaini vimelea mbalimbali ambavyo vinasababisha magonjwa mbalimbali ya mfumo wa hewa. Na hatua hizo ndio zimetuwezesha sasa kuja na mikakati ni namna gani tunakabiliana na haya magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na maambukizi ya mfumo wa hewa. Matishio haya yamekuwa yanakuja mara kwa mara, na tunajua kwamba matishio haya hayagusi tu sekta ya afya, yanagusa pia na sekta nyingine. Tumeona namna ambavyo magonjwa ya mfumo ya hewa, kwa mfano influenza na aina zake, zinatoka kwenye jamii ya ndege zinakuja kwa binadamu. Kwa hiyo sasa hivi tunashirikiana pamoja na wizara nyingine za kisekta kuhakikisha kwamba tunadhibiti haya magonjwa. Tangu tumeanza utekelezaji wa ufuatiliaji huu wa magonjwa ya mfumo ya hewa, kuna mafanikio mengi ambayo tumeyapata. Tumeweza kutumia mfumo huo kufuatilia virusi vinavyoleta maambukizi ya mfumo wa hewa almost zaidi ya 10 sasa hivi. Tumekuwa tunagundua kwamba kumbe kuna aina nyingine pia ya virusi ambavyo vinasababisha hayo mafua ya msimu ambayo tunakuwa tunayapata. Kiacha hizo influenza, H1N1, lakini kuna flu B, kuna rhinoviruses na virusi vingine vingi vya aina nyingi ambavyo tumeweza kuvifuatilia.